Ujambo wa mtazamaji, karibu sana Black Mamba TV. Leo hii tumetembea katika kijiji cha Mawa. Kijiji cha Mawa ambayo iko katika kata ndoko ya Mabuye sublocation. Tumekuja katika boma la mwalimu huyu, mwalimu mstaafu. Ningependa sana kukufahamu kwa majina, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Martin Muchuma Tunga. Yes. Ndio mzaliwa wa Mabuye, Londeti. Yes. Katika county ya Kakamega. Tuambie kidogo kuhusu maisha yako ya utotoni. Ulizaliwa wapi na ulisomea wapi? Mimi nilizaliwa hapa Londeti. Yes. Na ilikuwa mwaka wa 1961. Nikaweza kuishi hapa Londeti kidogo. Babangu mdogo akanichukua mwaka wa 1969. Nikakaa huko Uganda, Chinja na Kambala kidogo. Alafu nikarudi, nikajiunga na shule ya msingi ya Londeti DEB. Mwaka wa 1970. Niliweza kusomea pale hadi mwaka wa 1976 nikifanya mtihani wa CPE. Yes. Na nikafusu vizuri sana. Nikajiunga na shule ya upili ya Kivaywa Boys. Katika stream ya serikali, yani government stream A. Yes. Kwa sababu tulikuwa na streams tofauti. Wale walifanya vizuri waliingia kwa stream A. Yes. Na wengine kwa Harambee stream, lakini mimi nilikuwa kwa stream A. Yes. Mwaka wa 1980 nikaweza kufusu kidato cha 4. Kamaliza nikapita vizuri. Yes. Na hapo baadaye mwaka uliofuata nikajiunga na chuo cha walimu. Yes. Cha Kamagambo. Yes. Asante sana. Na ni nini kilikuvutia sana kuingia katika hiyo taaluma ya ualimu? Aliyenishauri alikuwa mwalimu. Yes. Mwalimu Steven Wanga. Yes. Marehemu. Yes. Aliniambia, wewe ukiwa chini sana utakuwa mwalimu. Na pia mchungaji wa kanisa langu la SDA alikuwa anaitwa Pastor Christopher Masinde. Ndiye alinishauri nijiunge na chuo cha walimu cha Kamagambo. Okay. Na ulipata nafasi yako ya kwanza ya kufundisha wapi, na mazingira yalikuwa vipi katika wakati huo? Shule yangu mara tu baada ya kufusu mwaka 1983 nilipelekwa kwa shule inaitwa Ikomero. Ikomero ni shule ya msingi, iko katika kata ndogo ya Kisa West kule Kuisero. Yes. Na hali haikuwa nzuri sana kwa sababu nyumba hazikuweko nzuri. Nilikuwa naishi kwa shule. Yes. Kwa nyumba ya nyasi. Yes. Siku hizo na unakumbuka siku hizo kulikuwa na Angola Msumbichi, majambazi wa huko. Lakini nikajaribu kufanya urafiki. Bahati mzuri mzazi mmoja akanishauri jinsi ya kuishi. Yes. Kwamba ijapokuwa hauvuti sigara, hukunywi pombe, lakini we ukibakia na change kwa mfuko kidogo ya kuwapatia watu wakija. Na pia uwe na sigara kwa mfuko ili ukikutana na vijana unawapatia yako moja. Yes. Kwa hivyo nikaweza kufanya urafiki huko na nikaishi vizuri. Okay. Miaka 5 sio mchezo. Yes. Na tangu hiyo shule ya kwanza ni mpaka kustaafu kwako, umefundisha shule ngapi? Ulianza na gani, ukaenda wapi? Kutoka Ikomero nilihamishwa nikaacha Mhalanya hapa Matete. Yes. Baadaye nikahamishwa nikaenda Hamutua ambayo iko Kakamega North. Yes. Kutoka huko nikahamishwa nikaenda Lurale. Yes. Na Lurale sikukaa sana, nilikaa kama miezi 3. Yes. Na nikapata cheo cha kuwa naibu wa mwalimu mkuu. Yes. Ndio nikahamishwa nikapelekwa Kakunga. Yes. Ambayo iko Kakamega Kabras West huko. Yes. Basi kutoka huko nikahamishwa, baadaye nikaja Manda K. Mwaka wa 98 nikaletwa Mabuye. Mwaka wa 2001 nikapelekwa Mawa kama naibu wa mwalimu mkuu. Na hapo
nikapewa kuwa mwalimu mkuu kwa hiyo shule ya Mawa. Yes. Ndio nikaongoza huko, baadaye nikahamishwa kuletwa Maturu. Alafu nikapelekwa Kewa kwa shule ya Boma penye nilizaliwa. Alafu baadaye nikahamishwa nikapelekwa Kiriboti. Yes. Kiriboti nikaa mwaka mmoja, nikaletwa Masasuli. Yes, yes. Hapa Matete. Yes. Na hapo Matete na Masasuli ndio niliweza kustaafu. Okay. Mwaka wa 2021. Yes. Na swali lingine ni kwamba kuna hizi vitengo katika walimu. Kuna yenye inaitwa NAT, kuna inaitwa KUPPET. Wewe je, uliwahi shiriki kwa hizo vikundi ama umeipata cheo chochote katika hiyo nafasi? Katika uongozi, yes, niliweza kuwa kiongozi wa walimu wakuu. Kinaitwa KEPSHA, Kenya Primary School Heads Association. Yes. Nikawa mwenyekiti wa zone. Yes. Nikawa mwenyekiti wa division. Yeah. Baadaye nikawa naibu wa mwenyekiti wa district. Hadi kustaafu kwangu. NAT, yes, ni chama ambacho kinatetea walimu. Yes. Mwaka wa 2016 walimu wakanishauri, we ni mwalimu mzuri, si utuongoze. Basi nikawania kiti cha kuwa mwenyekiti wa Lugari branch. Na sikuweza kufaulu hapo, mwenzangu aliweza kunishinda. Okay. Na ni changamoto gani kubwa ulipitia ukiwa kiongozi wa walimu na ulizitatua vipi? Unapokuwa kiongozi wa walimu, yes, kawaida walimu wengi wanakuangalia. Yeah. Unakuwa kiongozi ambaye unatakana upeane mwongozo. Yes, yes. Lakini pia ujue kuna maadui wale wanataka hicho kiti. Yes, yes. Kwa hivyo wanaleta changamoto. Na mara kwa mara niliweza kufaulu kwa sababu jambo la kwanza nilikuwa mwaminifu. Yeah. Nikamtegemea Mungu. Alafu pia kwa kushirikiana na wengine. Yes. Ukipata changamoto au ukimbilii peke yako, unaulizako huku wenye wamekuwa viongozi, wanakushauri hapa unaenda namna hii, hapa unaenda namna hii. Alafu unaweka na ile hekima ya Mungu pamoja na unafaulu. Yes. Ndio. Na ni nini ambacho unajivunia wakati ulipokuwa kiongozi? Nikiwa kiongozi wa shule, kwanza kuna wale wanafunzi ambao niliweza kusaidia kuelimisha. Nikawa mwalimu bora zaidi wa Kiingereza katika division ya Matete. Yes. Na pia Lugari. Yes. District. Yes. Siku hizo. Kwa hivyo watoto wengi waliweza kufuzu wakaenda national schools. Somo langu liliweza kufanya vizuri sana. Najivunia hata mwanafunzi wa kwanza nilifundisha Kiingereza mpaka akapata 99%. Saa hizi ni daktari. Yes. Kule Eldoret. Yes. Na wengine pia waliweza kufuzu. Yes. Na jambo lingine ambalo najivunia ni kwamba nikiwa Maturu niliweza kuanzisha ile saa hizi wanaita Sikalagala Polytechnic branch. Yeah. Mimi ndio nilitoa wazo. Yeah. Na pia tukashirikiana, tukaanzisha, tukajenga workshop ya kwanza. Nilipopelekwa Kewa. Yes. Ilikuwa shule ambayo ilikuwa ya matope. Kulikuwa tu na darasa moja la kudumu. Yeah. Ambalo lilijengwa na Kamadep. Yes. Lakini madarasa mengine yalikuwa madogo na ya matope, mvua inanyesha ndani. Lakini hekima ikanijia, nikaita mwandishi wa habari. Yes. Akachukua picha. Yes. Nikaweka wanafunzi, akaonyesha vile shule iko. Yes. Na akaweka kwa mtandao. Yes. Kupitia pale nikashirikiana na kuna kikundi hapa kinaitwa World Vision, wakanisaidia kujenga madarasa mawili. Lugari CDF ikanisaidia kujenga madarasa 7. Jumla ya madarasa 9. Alafu nikashirikiana na County Council pia wakanijengea darasa moja. Yes.
na wazazi pia wakajaribu ile mabaki tukajenga darasa lingine. Kwa hivyo hayo madarasa yote ambayo shule ya Kewa iko nayo yalijengwa wakati wangu nikiwa kiongozi. Okay. Kwa hivyo najivunia sana hiyo shule. Yes. Na pia nikikumbuka kila shule ambayo niliweza kuwa mwalimu mkuu, jambo ambalo nilishughulikia sana lilikuwa title deed. Hiyo Kewa, Kiriboti, Masasuli zilipata title deed kupitia kwa mikono yangu. Wow. Yeah, na kando na ualimu na uongozi wa walimu katika shule hizo ambazo umeweza kutaja, sijui kama uliweza kujishirikisha na mambo na michezo yoyote katika shule? Kawaida mwalimu ambaye anafanya kazi, yes, lazima ujihusishe katika kila kitengo. Yeah. Ndipo watu wakutambue. Kwa hivyo mimi nilikuwa pia mwalimu ambaye alihimiza wanafunzi kucheza, na nikawa mmoja wapo wa viongozi wa walimu ambao wanaongoza idara ya michezo. Na wanafunzi wakaweza kufurahia na wakafanya vizuri. Kuna michezo kama kantanda, kuna michezo kama ya mbio, na hata ile michezo mingine ambayo wanafunzi wanafanya shuleni. Yes. Nilifurahia sana, nilikuwa kila mara wakienda na shirikiana nao, tunaenda pamoja. Hata ukiwa mwalimu mkuu lazima wakati watoto wanaenda michezo uwe pale, ndio waweze kuwa na moyo wa kusema baba yuko. Okay. Na ni mwaka gani ambayo ulifanya uamuzi sasa wa kustaafu? Na ilikuwaje ama ilikuwa vipi kuaga hiyo taaluma ambayo ulikuwa unaipenda kabisa? Mimi si kufanya uamuzi. Yes. Uamuzi ulitolewa na Mungu na TSC. Yes. Kwa sababu nilifikisha miaka 60 na ndipo nilipewa ile barua ya kuonyesha kwamba unaenda kustaafu. Yes. Na nikastaafu. Kwa hivyo ilikuwa mapenzi ya Mungu. Ndio nilistaafu. Na hii kazi kuiwacha haikuwa mchezo. Kazi ambayo nimefanya kwa miaka 38 naipenda na ifurahia. Yes. Sasa ikawa kwamba lazima nijiandae nyumbani kimawazo, niandae pia wanafunzi wenye nilikuwa nawapenda wananipenda, niandae hata na walimu wenzangu kwamba mimi ndio huyo, miaka imesema niende nyumbani. Kwa hivyo nikafurahia pia, nikashukuru Mungu kwa sababu kustaafu sio rahisi. Na ilikuathiri vipi sasa baada ya kustaafu? Especially juma la kwanza, la pili, la tatu. Sijui kama ulikuwa bado ungali na ile akili ya kwamba wewe ni mwalimu. Sijui kama uliathirika mahali popote. Kawaida kitu ambacho umefanya kwa muda. Yeah. Ukienda kukiwacha tu kwa ghafla lazima utashtuka kidogo. Yes. Lakini nilipo tarajia kwamba nitastaafu mwisho wa mwezi wa 6. Yes. Tulipofungua muhula wa pili mwezi wa 5, mimi niliambia naibu wangu kwamba sasa wewe shule ni yako. Yes, shikilia. Yes. Sasa nikaanza kwenda shuleni kidogo nikiangalia tu vile anafanya kazi. Yes. Nikijiandaa kustaafu. Yes. Lakini wakati nilistaafu nikafika mahali nikaamka asubuhi nikafikiria niende shuleni. Yeah. Kumbe nimestaafu. Mke wangu akaniuliza unaenda wapi? Yes. Kamwambia naenda Masasuli. Kasema ulisema umestaafu. Ndio nikashtuka. Kwa hivyo ni kitu ambacho kilikuja polepole nikazoea. Yaani baada ya kustaafu lakini umesahau siku nyingine unaamka unataka kwenda shule. Unaamka unataka kwenda shule. Yes. Kwa mfano vile nilikuwa nimezoea Mawa sana. Yes. Nikapewa uhamisho kwenda Maturu. Yes. Na ilikuwa siku ya Ijumaa tukawa na mkutano ya walimu wakuu Matete. Yeah. Sasa nikawa huko Ijumaa tukaambiwa muende mfanye hivi, mseme hivi, mfanye hivi. Yes. Sasa nimepewa uhamisho kwenda Mawa. Yeah. Kwenda Maturu. Yeah. Lakini siku ya Jumatatu nikaamka nikajipata Mawa. Sasa mwalimu mkuu mwenye alikuwa ameletwa alichelewa kidogo. Yeah. Sasa mimi kuingia kwa shule walimu naona wako na wasiwasi. Yeah. Na huyu amekuja nini? Yeah. Sasa nikasimama. Nikaona mwalimu mkuu aliyeletwa anakuja.
Nikamwangalia, ndio akili ikarudi kwamba wewe umepata uhamisho. Nilitoka tu pole pole na kwenda Maturu kwa sababu nilikuwa nimezoea huko sana. Asante sana kwa hilo. Na swali lingine ambalo sasa ni upande wa siasa na hali ya taifa letu la Kenya. Wewe ni mmoja wa watu waliokuwa na uelewa na masuala ya kisiasa. Unaonaje hali ya siasa nchini kwa sasa? Siasa ukilinganisha na miaka iliyopita, Yes. Imeanza kwenda juu, lakini uongo ndio umekuwa mwingi. Siasa imechukuliwa kana kwamba ukidanganya wananchi ndio wanakupatia kura. Pia watu wameweka mbele shilingi 100 za kupewa. Yes. Mwanasiasa anapofika mahali wanasema tupe yetu tuende. Sasa yeye anaona kwamba badala ya kufanya maendeleo, wacha niwapatie waendelee kunipenda. Na huo mtindo umeenea sana katika nchi yetu, ambao naomba kwamba watu wangeangalia kwa maendeleo, sio pesa ambazo hazidumu. Yes. Na nataka kushukuru, kuna viongozi wengine wanasiasa, kwa mfano mbunge wetu wa Lugari Bwana Nabii Nawera ameweza kuanza kubadilisha hiyo hali. Kwa kufanya maendeleo kadha wa kadha katika jamii zetu. Na kwa mfano ukiangalia magorofa yenye anajenga kwa shule, watoto wenye anasaidia kwa kuwalipia karo na kuwaweka kwa shule, na mambo mengine mengi ambayo anafanya. Watu wetu waweze kubadilisha akili, wajue kwamba masomo na maendeleo yanaenda pamoja. Wasahau na vitu vidogo vidogo vya kupewa pesa. Na una ujumbe gani kwa viongozi wa taifa kuhusu hali ya maisha ya walimu, vijana na raia kwa ujumla? Walimu ndio msingi wa maendeleo yoyote. Ijapokuwa wengine wanasema sijui pesa ndio msingi, sijui nini ndio msingi, lakini katika kila jamii ambapo kuna mwalimu, watu wanaangalia mwalimu kama kiongozi. Hata wakiambia watoto wanasema fanya kama mwalimu. Mwalimu alikuambia nini? Kwa hivyo serikali ya sasa ingeangalia mwalimu kama mtu wa muhimu sana. Na ni mtu ambaye anaingia kila mahali katika jamii. Na kila mtu katika jamii anategemea mawazo ambayo mwalimu ametoa. Unaona hata wakiwa katika matanga, wanaangalia, wanasema mwalimu wewe utakuwa karani. Wanasema mwalimu hapa tufanye namna gani? Kwa hivyo ikiwa wananchi wanategemea mwalimu na serikali inadharau mwalimu, unakuta wanakupea mshahara ati wameongeza. Wanakupatia kwa mkono wa kushoto, lakini huku chini mkono wa kulia nao unanyang'anya sana kupitia taxes. Hivi vitu wameleta vingi. Mwalimu anapewa mshahara wa shilingi 30,000, lakini akienda kwa payslip ni ndefu sana. Wamededuct vitu mingi kiasi kwamba mwalimu anabaki na shilingi 6,000. Na unakumbuka jamii yote inategemea mwalimu. Mtu akiwa mgonjwa kwa area, unasikia kimbia kwa mwalimu akusaidia. Sukari ikipunguka kwa nyumba, wanasema kimbia kwa mwalimu akusaidia sukari. Kimbia kwa mwalimu ukope pesa tufanyie jambo fulani. Kwa hivyo wangeangalia walimu wawapatie pesa nzuri. Ili pia awe na nguvu katika jamii. Na ninapoendelea kumaliza ni kwamba unadhani kaunti yetu imepiga hatua gani tangu ukatusi uanze? Ukatusi ulipoanza, tulikuwa na wasiwasi. Tukashangaa na hii ukatusi ati kaunti ati nini, sijui itakuwa namna gani. Lakini nashukuru kaunti ya Kakamega ilianza vizuri sana. Chini ya uongozi wa Governor Oparanya, Wycliffe. Aliweza kuongoza hii kaunti vizuri sana, akaleta maendeleo, akahusisha wananchi. Ukiona miundo msingi ambayo aliweka, ilikuwa mizuri sana. Yaani kama kuna maendeleo, wananchi wenyewe wanatoa. Kulikuwa na kama viongozi wale wanaitwa CAC, Community Area Council Members. Hao walikuwa
wanamsaidia gavana kujua mashinani hasa nini kiko. Na wanaleta mawazo. Na alikuwa anawaangalia vizuri. Vitu kama community health workers alikuwa anawaangalia vizuri. Vitu kama barabara, hata elimu ya ECD aliweza kujenga madarasa. Kwa hivyo ugatuzi ulikuwa mzuri. Baada ya yeye kustaafu, labda ndio tuko na wasiwasi kidogo, kwa sababu hakuna, ukilinganisha sehemu fulani na sehemu fulani, unaanza kushangaa sisi tuko kwa county ama sisi tuko nje. Kwa sababu ukiona uongozi wanachukua tu upande mmoja. Ukiona maendeleo wanafanya upande mmoja. Lakini sehemu ya juu huku ni kama mayatima, kusema ukweli. Alafu pia ukiangalia vile gavana ameweka sheria katika bunge lake, sasa amechukulia pesa zote. Yeye ndiye anatembea nazo. MCAs hawana la kusema. Labda MCA akifanya urafiki na gavana ndiye anaambiwa hii barabara wacha tuunde. Lakini kitambo kile ugatuzi ulipoanza, MCAs walikuwa wanapewa pesa. Kwa sababu MCA anaelewa sehemu gani inahitaji nini, sehemu gani inahitaji nini. Hao watu wanahitaji labda health center, dispensary, hawa nao wanahitaji barabara, hawa wanahitaji darasa la ECD, namna hiyo. Ningeomba labda gavana aangalie ile jambo, awaachilie hizi pesa. MCAs waweze kusimamia. Na ulikuwa umeweza kuongelea kuhusu mjumbe wetu. Unamkadiriaje utendakazi wa mbunge wetu wa sasa? Kuna jambo lolote la maana ameweza kutekeleza katika eneo hili la Lugari? Mbunge wetu anaitwa Nabina Bwera Daracha. Na ukilinganisha na wabunge wale wa awali. Kwa sababu nilikuwa mwalimu wa Kiingereza. Naweza kutumia neno wonderful. Nabii anafanya kazi. Hakuna gorofa ilikuweko. Vile nilisema hapo awali, watu walikuwa wamezoeshwa, wanapewa tu pesa kidogo, wanatoka. Hakuna maendeleo. Lakini saa hizi ukienda karibu kila shule, unaona jengo ambalo Nabina Bwera ameweza kujenga. Kuna kwa mfano hapa Maturu, gorofa inajengwa madarasa 8. Mahuhuni watoto wanasomea kwa gorofa. Muhomo kuna gorofa. Mayuke kuna gorofa, na huko juu mpaka Mautuma Mlimani wapi, magorofa yamejengwa. Imagine kwa muda wa miaka miwili, mbunge anajenga zaidi ya gorofa 10. Alafu ukiangalia anachukua watoto mayatima wote anawalipia kila kitu shuleni. Form 1 mpaka form 4. Ukiangalia mtoto ambaye anaenda national school anamlipia kila kitu. Ukiangalia maendeleo mengine ya barabara na miundo misingi mingine anafanya. Kwa hivyo mimi namchukulia Nabina Bwera kama mbunge ambaye alihitajika Lugari. Yeye ametuokoa. Yeye pia anahusisha watu. Akitaka kufanya kitu anakuja anauliza watu, wanasema sisi hapa kwetu tunahitaji hii, na anafanya. Kando na pesa za CDF, hata sijui anapata wapi pesa. Sababu kuna zile shule zimejengewa gorofa, lakini kuna zingine pia amejenga madarasa upya. Kuna shule kama ya Mwilolo, kama ya Mtenyo, kama ya Kwambu, Chimoi, Makina na zingine zote. Ukiangalia hizi zote sidhani kama ni pesa za CDF peke yake. Nafikiria ako na urafiki. Hata saa hizi leo ameweza kwenda ng'ambo, na nina imani kwamba ameenda kutafuta marafiki. Asante sana kwa maelezo haya. Na kuhusu MCA wetu, anafanya kazi inayostahili kwa wananchi. Kuna mapungufu gani umebaini kulingana na uongozi wake? Kulingana na MCA wetu, nafikiri anajaribu.
Shida tu ni kwamba vile nimesema hapo awali, labda hana pesa. Hajapewa ile pesa kutoka kwa county government. Governor amechukua kila kitu. Lakini ukiangalia pia yeye aliingia kwa siasa na chama ambacho hakina nguvu. Yes. Chama chake labda yeye ako tu kwa bunge huko peke yake. Lakini ukienda kwa siasa na chama kilicho na nguvu, chama ambacho mnakuwa pale watu wengi, mkiongea hata governor anasikia. Yeah. Lakini ukiwa peke yako wa chama kimoja ni ngumu kidogo. Kwa hivyo hatuwezi kumlaumu sana, lakini ningehimiza yeye pia asilale sana. Aweze kujaribu kufikia wananchi na kuwaambia kwamba hali ndio hii, hali ndio hii. Afanye public participation. Yes. Na watu wamwambie tunahitaji hii. Yes. Na anapoenda bungeni afanye urafiki. Yeah. Afanye urafiki na MCAs wengine na governor, ili pia maendeleo yawe. Na ungeambiaje wale watu ambao wanatupa cheche za matusi kwa kiongozi wetu ambaye ni MCA? Wanasema kwamba must go, Dan must go. Wengine wanasema kwamba hakuna kitu ametusaidia. Hata abandu mululia barra kwecho hana. Yaani maneno mengi. Sasa sijui unaelezea nini? Mimi sitaki kumtetea sana, lakini ukweli ni kwamba kiongozi anapokuwa mbele yeye ndiye anaangaliwa. Yeah. Na kiongozi, hata Biblia inasema kiongozi aheshimiwe. Yeah. Na najua kwamba yeye aliweza kusimama na watu wengine wengi. Yeah. Na hao watu hawajafurahia yeye kuwa MCA. Yes. Na hata kuna wengine ambao wanalipa vijana, wanawapatia bundles kumtukana. Kwa hivyo ningeomba hii miaka ambayo yeye ako, awe mbunge awe nani, awe governor, tuwapatie nafasi. 2027 vijana wetu washike kura, hiyo ndio itaamua. Yes. Lakini mambo ya cheche tu, kupika kelele, kufanya nini, haitatusaidia. Yeah. Kama wako na ushahidi wa kutosha, sheria pia inasema they can recall. Yeah. Si wafuate mwelekeo ili waitishe kwamba Lwandeti hatujatosheka. Tunataka huyu MCA atoke huko, tuchakue mwingine. Ama huyu mbunge hafai, wafuate sheria. Yes. Lakini cheche za kuchochea huku, hiyo ni kitu ambacho mimi huwa nasema ni utoto, ujinga. Kama ungepewa nafasi ya kuwa kiongozi, ungebadilisha nini katika eneo hili letu? Mimi tayari ni kiongozi. Yes. Sio kwamba ati nikipewa nafasi kuwa kiongozi. Nimekuwa kiongozi, pia mimi ni kiongozi kwa sababu hapa katika hii jamii nashikilia idara tofauti. Kwa mfano Lwandeti, mimi ndio mwenyekiti wa Climate Change Planning Committee. Yes. Niko kwa Land Control Board. Yes. Na sehemu zingine. Yes. Kwa hivyo kama kiongozi, hii eneo ni kusikiza maoni ya wananchi, kuenda pamoja na hitaji la wananchi. Unaweza kuletea wananchi hospitali na hawahitaji. Unawaletea daraja na hawahitaji. Kwa mfano kuna soko hapa, watu wamezoea Lwandeti. Wengine hata wenye wanatoka karibu na Muhonje hawaendi huko. Kuna wengine wamezoea Muhonje. Yes. Kwa hivyo unachunguza hao watu wanahitaji nini. Yeah. Ndipo unawaletea kile kitu na watafurahia na watakishika. Okay. Na pia kama kiongozi, kitu muhimu ni ushirikiano na viongozi wengine na idara zingine zote. Yes. Huwezi kudharau kiongozi mwingine na ukafikiria kwamba watu watakupenda. Lazima uwaheshimu. Hata wale walianguka kura unawaheshimu. Wale walipishana na wewe unawaheshimu na unawapenda. Yes. Ndipo utapata mafanikio. Asante sana. Karibu na mwisho. Hapo awali kweli tulipata habari ya kwamba ulikuwa mgonjwa. Na hata ulikuwa mgonjwa kabisa. Mpaka hata watu tukaanza kusema kwamba je, huyu mwalimu atakuwa namna gani? Lakini kwa sasa tunaona kwamba afya imerudi. Unaweza kusema nini kwa muda mchache tu kwa ajili ya hiyo hali ulipitia?
Magonjwa yako katika maisha ya watu. Na magonjwa huja kwa sababu tofauti tofauti. Yes. Mimi nilichunguzwa, nikaangalia, nikapata kwamba labda vyakula ambavyo nilikuwa nakula zaidi ndio viliniletea shida. Katika ualimu, kazi yangu sikuwa nawacha kitu kinaitwa soda. Nipite tu. Na nimeona chupa ya soda pale, lazima nitakunywa. Na sukari nilikuwa naweka nyingi kwa chai. Nyama nilikuwa nakula kwa wingi. Nafikiria hivyo viliniletea shida na nikawa mgonjwa, hata nikashindwa kutembea. Lakini niliposhauriwa na madaktari kwamba niwache nyama, niwachane na sukari na vitu vyovyote ambavyo vimeundwa kwa factory, nikaona hali inarudi. Yes. Hii chumvi ya kawaida nikaiwacha. Saizi ukipika chakula bila chumvi, mimi nafurahia tu. Ukitaka kuweka chumvi, weka kidogo, lakini iwe ile ya sea salt. Hiyo ndio natumia kidogo. Lakini chakula kingine nafurahia bila chumvi. Yes. Bila sukari. Kwa hivyo hiyo imenisaidia. Hata naweza kuonyesha kwamba niko na afya afadhali. Yes. Ushauri gani ungetoa kwa walimu wa sasa na wale ambao wanatarajia kuingia kwenye taaluma hii? Walimu wa sasa, jambo la kwanza, waheshimu kazi yao. Wajiheshimu kama walimu. Yes. Unakuta mwalimu anatembea tu, amevalia tu vivi hivi. Sasa unapokutana na yeye, unashangaa huyu ni mwalimu? Ama huyu ni mwenda wazimu? Ama huyu ni kahaba? Unakuta mwalimu madam mzima amevalia skirt, yani fupi, huku nyuma unaona tu kila kitu. Unaanza kushanga. Sasa huo ni mfano gani kwa wanafunzi? Yes. Mwingereza husema, wenyewe wanasema my dress my choice. Lakini ukweli ni kwamba the way you are dressed is the way you expect to be addressed. Yes. Ukikutana na mtu amevalia matambara, si utasema huyu ni mwenda wazimu? Mwenda wazimu utamuuliza njia ya kwenda huku na kule kweli? Hawezi. Haya, ukikutana na mtu amevalia vibaya kama kahaba, utamuaddress kama kahaba. Kwa hivyo walimu wajiheshimu, wavalie vizuri. Yes, jambo la kwanza. Yes. La pili, wanapokuwa mahali, wajitambue kama walimu. Wasikae tu wanatumia vinywaji mpaka wanalala barabarani. Unakuta mwanafunzi anakuta mwalimu amelala kwa mtaro, mpaka hata mwanafunzi anachapa mwalimu. Ati wewe ulinichapa shuleni, sasa wacha nikuchape. Sasa walimu wajiheshimu. Yes, yes. Kujiheshimu kuna mambo mengi. Hata wakati wa kula, umeenda kwa matanga, unakuta mwalimu anakula tu huku na huku. Kula kiheshima kama mwalimu. Yes, yes. Unapoongea, ongea kama mwalimu. Yes. Na wale ambao wanaingia katika walimu, jambo la kwanza, heshimu uongozi. Mimi niliweza kufanikiwa kupanda ngazi katika walimu. Nilianza kama P1. Lakini nilistaafu kama ATS1. Baada ya niliweza kuongeza masomo, diplomas kadhaa. Lakini kitu muhimu ni heshimu. Niliheshimu wale walikuwa juu yangu. Yes. Deputy head teacher aheshimiwe, head teacher aheshimiwe, zonal officers waheshimiwe, mpaka yani wote aliye mbele yako, hata chief, assistant chief aheshimiwe. Yes. Unapokutana na mzee wa mtaa, unamheshimu, ndipo yeye atakuheshimu. Yeah. Kwa hivyo heshimu. Heshima ni kitu cha muhimu. Jambo la pili ni kufanya kazi kwa uaminifu. Unapopewa kazi, usiangalie huku na huku. Mwalimu amekwambia fanya hii, mwalimu kwa amekwambia, na wewe unafanya ukiangalia huku na huku. Ati akiweko ndio nafanya kazi. Wewe fanya kazi mpaka wanapokuja wanasema kumbe tukikosa kuweko ndio anafanya vizuri sana. Sasa wanakuheshimu. Yeah. Wanafunzi ni watoto.
lakini pia uwaheshimu wazazi. Mzazi anakuja, wewe labda kwa bahati mbaya ulikwarusana na mtoto. Yes. Sasa wewe pia unakuwa mkali kwa mzazi, na hamkukosana na mzazi. Mlikosana na mtoto. Hata kama mtoto alikosea, lakini heshimu mzazi. Jibu yeye kwa njia ya heshima. Yeye pia ndio atakuelewa, aseme kumbe mtoto ndiye alikuwa na makosa. Ndio. Asante sana kwa muda wako. Mtazamaji, tumekuwa na mwalimu mstaafu, Mwalimu Martin Muchuma, na ameweza kutueleza safari yake ya kazi tangu alipoanza masomo yake na jinsi aliingia katika hii taaluma ya ualimu na kisha baadaye akastaafu. Na wanasema kwamba retired but not tired. Baada ya kuretire hakuweza kukaa tu nyumbani. Tunaambiwa kwamba anaendelea kufanya kazi ya uongozi katika vikundi tofauti hata kwa kanisa na hata kanisani. Bado anaendelea kanisani na kushikilia. Na bado ni mwalimu. Unajua mwalimu atabaki mwalimu mpaka kifo chake. So iwapo ungependa kuweza kujifundisha mambo zaidi kwa ajili ya ualimu na mambo tu ya jamii kwa ajili ya kuendelea, mwalimu huyu ngali mahali hapa na atakuwa tayari kuweza kukusaidia. Asante sana kwa kutazama filamu hii. Naomba kwamba usije ukasahau kusubscribe pale YouTube, share na marafiki. Ikiwa kuna jambo lolote ambalo ungependa kuongelea kwa haya ambayo tumeweza kujadili, kuna comment section pale, unaweza ukauliza swali ama ukaweza kupeana comment yako mahali pale, na Mungu aweze kuwabariki sana. Amen.